Alipaza sauti yake msalabani na kulia, Eloi, Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, je, umeniacha wakati uliposema. Wathesalonika wa pili sura yake ya 3 shairi la 7 hadi 12. Nitasoma na Swahili na tuingie kwa usomi. Verse ya 7 inasema nini? Sababu ninyi wenyewe mnajua inavyowapasa ninyi kutufuata, kwa sababu hatukutembea pasipo utaratibu katikati yenu, wala hatukukula cha mtu bure, lakini kwa taabu na masumbuko tulitenda kazi usiku na mchana, ili tusilemee hata mtu mmoja wenu. Si kwa sababu hatuna amri, lakini kusudi tufanye sisi wenyewe kuwa mfano kwenu, mtufuate. Kwa maana wakati tulipokuwa kwenu tuliwaagiza ninyi neno hili: kama mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana kwamba wengine wanatembea katikati yenu pasipo utaratibu, wasiofanya kazi hata kidogo, lakini wanajitia katika mambo ya wengine. Fransai nasema, basi tunawaagiza wale na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Tunasoma 2 Corinthiens 11:8 inasema hivi: niliiba makanisa mengine nikipokea mshahara kwao, ili nipate kuwatumikia ninyi. Hii ni barua ambayo anaambia Wakorintho. Biblia zaidi sana watu wengi hawaelewi kitabu kama vinamaanisha nini. Paulo kuongea juu yake ni mtume ambaye kwanza alikuwa mfarisayo mkubwa na akapersecute ama kutesa Wakristo, na mtume Stefano alikufa macho yake hivi. Wenyewe walikuwa wanapiga Stefano, walikuwa wanatosha mashimizi wanazitia miguu ya Paulo. Alikuwa ngali naitwa Saulo. Hivi Mungu alimtembelea na akabadilika, akatumikia Kristo. Paulo ni yule ambaye ameandika vitabu vingi kati ya wengine. Ni kusema nini? Wakati tunasikia Waroma, Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, ni kusema ni migini. Hii migini zilikuwa na makanisa. Wakati Paulo alikuwa anakuwa distance, aliandika hizo barua ambazo tunaendelea kusoma, na kuna katika Biblia vitabu vingi ni vya Paulo. Sasa Paulo mtume wa Mungu, na alifanya kazi mingi sana, na kunakuwa vile moja alipofika pale walikuwa na Sila, mpaka waliwapatia majina ya miungu kwa sababu walifanya vitu ambavyo havikuwezekana. Paulo alikuwa mnivo yenyewe, akasikia kuna wagonjwa fulani, anatoa tu kanzu, anatuma kanzu kule, wanaenda ipitisha kwa wagonjwa na wanafanya nini? Na wanapona. Amen. Sijui kama tumesikia kidogo juu ya Paulo. Paulo ni mtume katikati ya wengine wa mtume ambaye alisoma, alikuwa na elimu nyingi, kwa sababu alikuwa amemaliza masomo ya Wafarisayo, kusema sheria yote aliijua. Sasa Paulo anatufundisha nini?
nafikiria kila mtu amesoma katika mashairi ambayo tumefuata hapa. Teme yetu nasema kufanya nini? Kujitegemea. Hakuna mwenye anajua teme. Mlikuwa na hamjua teme ndio tutasoma. Hamjui. Kujitegemea na kuepuka kuwa mzigo. Amen. Paulo anatufundisha nini? Paulo ametufundisha mambo ambayo tumeendelea kusoma. Nilipenda niwakumbushe kwamba dunia inaenda inachafuka siku inapokucha. Du jour au lendemain dunia inaenda iko inachafuka. Na jeunesse iko expose. Watoto wako expose. Wababa na wamama wako expose. Tusiporudia kwenye Biblia na tufate filosofi za dunia, tutakosa nini? Ufalme wa mbingu. Tusiporudia ndani ya Biblia na tufate malojiki za dunia hii, tutapoteza maisha, tutaharibisha maunyumba, tutaharibisha maentreprise, tutabomoa mafamili. Amen. Ukaishi unafatana na filosofia ya dunia, utaharibu watoto. Kwa sababu gani ninasema hivi? Wakati sisi tulisoma masomo, ulikuwa ukichelewa utafanya nini? Utapata figo. Lakini nimeambiwa ya kwamba leo figo wamefanya nini? Wameikataza kwenye masomo. Ama niko sasa mimi nauliza, wakati wanakataza figo kwenye masomo, wanasaidia watoto ama wanawaacha bakula libertinage? Mnireponde. Tuko nafuatana mzuri dunia na Biblia. Nilikuja mbele yenu niwaambie kwamba tuige na kusoma Biblia usiku na mchana, kwa sababu shetani anatumika namna gani? Shetani anatumika kama alivyoona Eva ama Hawa mke wa Adamu. Anakuuliza na sauti ya upole, anakuuliza habari ya huko, wamewaambia nini? Ile maswali ya kidogo kidogo. Ukiendelea kusikiliza shetani, mwisho utafanya nini? Utagusa tunda iliyofanya nini? Iliyokatazwa. Nikusema dunia inakuja na mambo ya kubembeleza, lakini mwisho wake ni kufanya nini? Ni kuangamiza. Mbele niendelee na hii mashairi, nitaleta example moja, mtanipatia kosei kama huyu mtu alinisaidia ama hapana. Nilipoanza kazi nilikuwa na 22 ans, presque 23 ans. Na nimezaliwa kijana wa kwanza mmoja tu. Na ndugu yangu na wenye huko nyuma yangu ni wadada. Sasa nikaanza safari na zile masiku ni masiku njia ya hapa Kampala, maaksida zilikuwa mingi na watu wengi walipoteza maisha. Sasa kumbe kulikuwa huko mtu mmoja alifika nyumbani na akaenda ambia baba, akasema, kwa nini mtoto mmoja unaweza ukamtupa katika barabara yenye mko maaksida, sasa ukampotezea mwile njia, utakuwaka na sema nini? Usi mtoto angekuwa hapa anakuwa nakulia tu pale, si ushakuwa na vitu vya kutosha. Ile siku 2003 sikujua hiyo kitu kama imepita, hata baba hakuniambia. 10 ans après huyu mama akakuja
akakia niomba msamaha. Asante, kuna mambo ya kukuelezea. Asante, kuna mambo gani? Nilikuwa nimempatia mawazo ya kujenga nyumba moja. Alikuwa na parcelle yenye iko msandre ville. Alikuwa anakosa kama afanye nini. Nikaongea naye, nikampatia mipango na akaianisha nyumba. Alipojaza nyumba ikapata balokateri. Akaniambia sasa, narudia kwenye babako, mimi naenda Mugamba. Sasa kuko nini? Asema wakati ilikuwa ulipoacha kazi 2002, nilitoka nikaenda ambia baba yako, nikamwambia unasakrifia mtoto kwa nini? Hauko unaona gizi na watoto wiko nakufia njia. Mimi nilimuelewa kwa sababu alikuwa amezaa wasichana karibu 12 bila kijana, na alipata ule kijana wake mmoja nyuma. Lakini mimi nauliza question, mama ule kubakia na ule mtoto liyai wake kunyumba ilimsaidia ama haikumsaidia? Mnijibie mzuri. Ule mama kuchunga liyai yake kunyumba fisi mingi, asiende mbalabala, asiende fanya aksida, ilimsaidia ama haikumsaidia? Ninauliza tena, hiyo shauri ya huyo mama ilikuwa ya kibibilia ama ni ya kidunia? Si ni ya kidunia? Sawa, ni ya kidunia. Kwa sababu ile liyai, na leo mimi naanza kuambia atushuku kwenye hiyo sahihi. Ukamkuta na mbalabala, unaweza pendo vichana. Faso kiba ni mugate, na jubile shakwa gate. Amekomala lakini pombe juu ya pombe. Yeye akakona na hapa, tukilalamika chini hapo, yeye haimwambie kitu mchana. Kumona na halewe iko rada. Liyai. Sasa ninapenda niwaulize, tuendelee kuwagate ama tuwaambie kweli? Tuwagate ama tuwaambie kweli? Sawa, tutasikia kweli sasa sahihi. Biblia inasema nini? Paulo anasema nini? Tumuige. Paulo kama mtumishi anasema yeye tumuige. Kwa sababu gani? Aliweza kuishi, alikataa kuishi katika desordre. Hapo wakati ninapoongea na kundi, ninaongea na wasichana na nani na wavulana. Usiseme hii sije inahusu tu wa nani, wa garso ile wa baba. Mungu alipoomba mtu, alikaomba mtu, kisha mule mtu mkakuwa mume na nani na mke. Ito wakati vinaleta hii message, haihusu tu wa garso, inahusu vile wa nani wasichana. Kusema Paulo wakati anasema tumuige, anafundisha vile wa mama na ufikiri mama. Anasema tusiishi katika nini? Katika desordre. Na desordre ni ya wapi? Tusikule chakula ya mtu bure. Tunasikilizana? Anasema kama mtu hatumika asifanye nini? Hastahili kula. Na ingine kitu nyingi mverse wiki anasema tusikule chakula ya mtu bure. Yeye anasema ni dans le travail et dans la paix. Dans le travail et dans la paix. Jour et nuit. Kama kuna mtu anaandika andike ine. Dans le travail et dans la paix. Jour et nuit. Mtawete ingine mfano mmoja. Niko na 23 ans de mariage. Experience kidogo nitawapatia ya kuambia kwamba dunia iko nakuja, iko naharibika. Watoto kwanza wasipate fimbo. Tunakuwa kundi, tunakuwa kombe kwa masoko. Biblia inasema nini? Fimbo ni
masiku zenye zilipita, wasichana walipatikana kutoka sote mu mafamili, sote kutoka ku village, wanakia ikala na wadada zao, ama wanakia ikala tu na rafiki za familia ile yenye ilimuleta mpasele, na walievoluye sans problème. Na leo tunapatia temoignage nyingine ya kusema katika watu ambao wamekuwa na akili leo ni watu ambao wametoshwa kwao wakaenda ikala kwa wengine, na wakati wanapowaachia makazi na vitra ya mpasele vinakuwa chini ya mablanketi, kuko maretombe mu maisha. Utasema viko na kutesa, akumbe viko na kuformesha huko pale milele na milele. Chitana shindaka mu blanketi hajina kupiga. Ule msichana mwenye alifika pale yeye anatia shina mwafika, anajua kizi ya kupiga. Gasoka nje napenda. Anataka huwa bibi mwenyewe ajui kupiga. Iko. Mshipani feste bashani. Jeune garçon. Unapenda kuona kuna chakula yenye tu bali kupigia bibi kuna iko pale na kuna njia kuzunguka sasa chakula kuna kwa tayari kufika wanataka na verset 8 nasema, mais dans le travail et dans la peine, nuit et jour. Anasema pour n'être à la charge des personnes. Paulo hakupenda evanjili yake iko evanjili ile ya kulombalomba. Alikuwa na wakati ya kufundisha, mais alikuwa na wakati ya kufanya nini? Ya kutumika. Hata niambia kazi ya Paulo apare ya kufundisha. Alikuwa anashona hema tent. Alikataa kuwa mzigo wa nani? Wa mtu. Hakupenda Wakristo wakuwe shene na kulombalomba. Alipenda afundishe evanjili yake bila maneno ya kulombalomba. Amen. Sasa tena mimi narudia hapa nyuma. Mimi nauliza leo hii wasichana wakati wanaikala kwa nyumba za wenyewe kuna lunga leo sasa hapo. Leo wasichana ukafaa naye miezi 5 6 iko bahati. Juu ya nini? Juu mwenyewe kuletea ule msichana kama ni mama yake. Anakuambia mara moja aseme basi kuna kutesa mwikazi. Sasa namwambia vile atazoea au atazoea? Makaso mko kule masheni kaso. Ukasikia uko belle mwenye na miaka watoto akasema sawa na lunga bwana siponee. Kitanda kungalia kwa nyumba utataka wewe kule au unakimbia mara moja. Bon. Émancipation égale. Si hivi hama naona sema na mke tushakuwa emancipe. Sawa? Na wanakuambia sema unaenda kule kwako wakakucheza mkitanda kungali hapa. Utazoea au hautazoea? Mimi nauliza nyingine question. Vile hapo na kuo ili kuna kuo. Sasa mimi nauliza tufuate Biblia ama tufuate wazazi wetu? Sijui kama mko naona hila ya shetani. Anaweza akaitilize wazazi nako pasipo kujua. Yeye iko na mpango. Anapenda bomole mabunyumba. Rezo pour laquelle leo kule kubaleni ma divorce. Mpaka na wa mumiti naye alilalamika kwa radio. Aseme mkwenda nje ikala mzuri kale mlungu. Jua kwa mwanamkisha ya pili. Mena anachoka sasa mkwenda nje waza bia. Kijana achunguze mzuri na msichana afanye nini? Achunguze mzuri. Juma konsekansi za divorce
iko na dimension. Wenye waliachana wanaweza kutaka kudisantiri ni watoto. Watoto walikuwa wanazoea kuwaona mko pamoja, wanatoka pamoja. Kwanza mtaja pigania watoto. Bali yule na watoto. Vitu ya sababu mtoto atakomala na namna gani? Na kule ndio kunatoka kwa rebellion. Niko nawapeleka kusema shetani ni mwenye hila. Na ile hila inaweza kutokea hata katika mzazi. Lakini kama umejiarishia katika parole de Dieu, hata mzazi anaweza kukwambia kitu kama ile, wewe unafuata nini? Maandiko. Amen. Hata kama kwa masomo anasema ukapiga mwanafunzi wewe mwalimu tunakuikalisha. Ujiautodiscipliner. Donc usimwete na fini. Ukwetu mwenyewe angepatia fini. Mais shetani anataka ile kitu hautakiona. Mais matokeo iko nyuma. Ndio maana bashete wa leo ninawaambia kweli. Tunaongea na jina tunaogopa. Bashete wa leo ninawaambia kweli. Tunaongea na jina tunawaogopa. Basi ni tulikuwa na wazazi sisi sasa tunakomana. Haiko ndio yenyewe generation nyumko na leo na wazazi. Nani leo kwa kurudisha mama mbele ya kioo? Acha fanye ishara. Si atakuwa katikati yetu hapa. Mama nimwambia fanye kosa na mimi tushakuwa na zoea hapa na kafene hizi kwa nafaa vile. Siku mnyasha sema kile leo siku. Fanya ndio bagasota. Wanarudisha bavi. Bavier. Si wakati tulikomana. Si na bavier si. Vient anafika tu mpasene mko masolo. Ameingia tu mwafika masolo na kaka. Masolo ile isha pa. Msasa naoka mpasene mama na watoto mnatetemeka. Mema mama wale wanarudishia saa au ushazoea baba. Eske tuko najenga kanisa? Eske mune faida kutoka watu wenyewe kueduke? Kama mtoto anaona mama anarudishia baba bila adabu, na atajifunza adabu namna gani? Jua nasemaka tel man. Naanza pale tungali tunafuatana. Verset 9. Même yale dua. Nous avons voulu donner un modèle à imiter. Attends, niko na ile dua ya kulomba sadaka. Mais nilifanya vile jour niwapatie modele ya kuimite. Na ni modele gani? Ya kujitegemea, ya kufanya kazi, ya kutokungoja wafanye nini wakupatie. Kitu nyingine nimesema mtimu wa kichwa zenu ni kutumika jour et nuit, usiku na mchana. Tena katika nini? Katika taabu. Ninavyokizi karibu akose hapo, lakini hapa Kimeni wewe kwenyewe unatembelea huko. Wafijeni fia mingi analotaka na maombi yake anapenda patake bwana mwenyewe kwa malaya. Hapo hapa Kimeni makosa mimi na wazi. Wanaweza kuwa hapa Kimeni. Anapenda apatake bwana mwenyewe na nini? Mwenyewe kwa malaya. Simushapenda TikTok. Na bakazuna wanaje watupia SMS. Na nyinyi sasa unatafuta wewe kuna na nyinyi mko na nini? Na nyinyi mko na nini? Vouloir vous dire que nous y préparer. Ukapata neema ya kusomeshewa, soma masomo yako. Amen. Soma masomo yako, kama utasoma masomo ya kinganga, kama utasoma sijui masomo gani. Juu usiende kwa mzigo kunini ubwana. Amen. Fanya kazi ya mikono. Kikio tuko na makazi ngapi leo? Masomo ya makazi gani? Mekaniki.
menuiserie na nini tena, plomberie na nini. Ajistaji hayafika. Unajua ajistaji ile moteli kima natusumbua wale kusudia mamelani ndio ajistaji. Lakini leo washende mamingi ile makazi banazideglige. Jeune garçon leo napenda akuwe propre. Jeune garçon leo anapenda muonekano. Anasema yeye ni kama mkibani. Alors que mwana champatia mikono mbili na miguu. Jeune garçon kama hawakupata neema ya kusoma, omwe fanya kazi ya nini? Ya mikono. Na nimewapatia adresa iko wapi? Iko Kikyo. Watu biko naishi tu mekaniki, wanakuwa na garage. Biko naishi tu mwele maisha. Na wanakomanisha watoto na watoto wanasoma na university mwa ile kazi. Wamenuizi wanasomesha watoto kwa university. Jeune fille kama hawapata neema ya kusomeshwa, sio nafanya nani kupikutire. Mimi siona na kazi ya mzuzele kazi juu na kwa kushina naweza pata na makofi siku kwenye kwa mariage. Sasa unampelekea mateni. Mutafika nguo yote utavana leo utaimaliza kuingia na mariage na 9h. Mimi nasema bon. Nikusema nini? Maopportunite za kufanya kazi zipo. Kwa nini watu wanakuwa wavivu? Nimesema ya kwanza, kwa nini wazazi hao wenyewe wameingiliwa na hila shetani bila kujua. Uende ikala kule lakini basifanye nini? Basikuwa na kutesa. Na mzazi anakuwa nenda baona sasa anaenda baona nini kunenda angalia mvuma yenyewe fie unaishi pale mpasele. Na mnasema tufuate Biblia na kuambia nini? Hata hizo hila tutafanya nini? Tutazishinda. Amen. Amen. Tunafika kwingine konzi yenyewe naacha watu wanakuwa wavivu. Katika Biblia kuna watu wawili muupime andika. Kuna Isaka. Isaka ni mtoto wa nani? Isaka mtoto wa Abraham. Amezaliwa katika utajiri umaskini. Amezaliwa katika utajiri. Abraham alikuwa na pesa mingi sana. Katika Biblia kuna kwa mwingine ndugu naye wanamuita Jabez ama Yabesi kwa Swahili. Amezaliwa katika familia ya namna gani? Familia yenye haina Kristo chako cha wengine. Familia yenye haina nini? Haina franga. Nani anajua maombi ya Yabesi? Yabesi aliomba Mungu nini? Ndio apanue mipaka yake. Yeye alijua gizi habana Kristo, hawajuliwa, hakuna na kwanza napiga na hodi. Na alifanya nini usiku na mchana? Aliomba Mungu amupanulie nini? Mipaka, makoneksio, mavoyage. Kwa sababu gani? Kwa sababu alijijua. Minarudia sasa hapa ku heritage ama kuzaliwa kama Isaka. Watoto wengi wamezaliwa katika familia ya pesa. Inakuwa ni pesa sote ya grand-père. Wanazaliwa mara moja mstari baba kulutu na baba leki. Huko deja shida mbili zenye nitasema kwa kwanza. Kama baba kulutu juu iko na pesa,
inakuwa mara moja shida na watoto wote wapapaleki. Jua nini? Wamama wanasema gani? Unaona ile gari iko kwa Filemo. Ona baba mtu ndio anapenda kwenda magari ya petrol. Ona makuta ni nani? Ni aso kulwani. Kisha shai kala kumakuta. Deja pale kunakuwa kitu gani? Anapanda nini? Kitu cha mbaya ndani ya watoto. Viko na nini? Viko na franga. Zenye bababu mkubwa anajeraka mbaya. Kisha hii inazala kitu ya pili, inazala chuki kati ya watoto wa baba mkubwa na wa baba mdogo. Et vice versa. Kama baba mdogo ndio mwenye alitumika, inakuwa ile même langage. Sika tunaandika pale mzuri, kitu kinaleta uvivu. Nyingine kitu ndio hiki. Unazaliwa katika familia iko na nini? Iko na pesa. Papa yake haiko makosa. Kisha unapata wale mtoto anazaliwa shamtakishia jina la heritier. Inamsaidia na inamkomola. Mwingine wananja mwita mbosi na iko na mwaka mmoja. Senga sema bosi wa umu joli. Wanamsaidia wanambomoa. Ndio maana nilipenda niseme tu kitu kimoja. Heritage ni baraka, ni kitu kizuri. Lakini kujua kujitegemea ni zaidi, ni mzuri zaidi kushinda kungoja uherite kitu. Basi kama baba yuko na nyumba kama hii na mnazaliwa wa vijana sijui 12, ataigabulaka mara ngapi? Ataigabulaka mara ngapi? Baba anakuwa na shamba nyewe wote 12, mnaiangalia mnatia kwa macho. Aske tu pale ndio kwa maisha. Nilipenda niinforme mtu kama shetani ni mwerevu, nimesema iko na hila. Ile ndio anaeleza kujua akisemenda ni yetu vivu. Unashinda kutumika juu ya nini? Juu baba mkubwa yuko anatutumikia. Ametujengea zingine manyumba hapa na zingine Goma na zingine Bunia na zingine Kisangani. Mwenyewe unasema vile anashindaka wapi? Mobito Road. Na ili meleta roho mbaya katika vijana, banangoya ule baba mwenyewe anatumika kafanya nini? Pasema pale. Leo wazazi wanakuwa katika hatari wakati watoto mama amewaharibisha. Wamama wa kesho wenyewe wanakuwa hapa na wamama wenyewe kwa patana. Mimi nasema jikaze kufundisha mtoto wako kufanya nini? Kujitegemea. Kwa sababu wakati hii tunayoishi vijana wamependa raha, ile muonekano. Anapenda kuona telefoni zile zenye zilitoka hapa. Ningali kwanza kwa garson hajui kazi kwa sababu hakufundishwa. Walimwambia kwa heritier, walimwambia kwa boss, na amekomana na ile hali hakujifunza kazi na iko na ile complex. Lakini turudie kwenye Esau na Yakobo. Si hapo tunaongeza katika Biblia. Si nimesema unaweza kuwa huko kwa wale wenyewe wanakuambia kama vile franga zenye babako mdogo uko nazo ni zenu. Si wanakupata kitu cha kusema doge. Kule baba ilifona kufa shule kibereni nini? Tuanze maparke. Si ndio kule leo maparke. Nafika kwa maparke kweli. Na nishafika kwa maparke. Venye kwa maparke ni mahitaji ndio watu wako nagombania kutu. Na wanasema hii mkini kwa repite mo republique kubenye wanapenda mapalabra za mahitaji. Hivi leo kama nimekuletea hii message, nimesema jifunze kujitegemea. Mkazi yoyote dolari ni dolari. Amen. Ikweli toka mkalanga ni nini? Ikweli toka kumkuzisha mihindi kwa nini? Vala chiba kagilendi kwa samedi. Sawa? Sawa? Imashe kika mkoto wako enda kukanisa. Uzadeka wako ndio nishate wanakuwa na huku watu enda kukanisa. Lakini lendi katika tabu na nini?
na mateso, fanya kazi. Usishangae sana kwa naonyesha kwa kinubi. Parce que c'est sur les garçons qui m'expliquent. Kama huyaanja kazi, hata unapata diploma unakusa unafanya majero nene kwa mabanki huko. Hawakureservoir. Haina una kinubi. Akufundishe tu. Iko pale mtibanda yake. Haina maana. Kwa hiyo kazi zinaona franga. Ukapenda muonekano tu anajua kazi huyu kuna badangani. Kwa mwanamke mwenyewe na akili. Huko mwanamke mmoja bofu yake alikuwa anataka magari za bei za kuzisha. Alo gari mnakiaka juu haziuzanaye mbio anaenda kule kwenye fiase. Yingine siku nakia nyingine gari. Fiase kawaza kabisa bwana ndio magari zinakuwa shanje kila mwezi. Bali mpatia makosa zote alichamba mama yenyewe sizo za kusema mwenyewe. Lakini après mariage yake na comprendre la réalité. Dada zangu, hamuyaishi maisha. Kaka zangu, hamuyaishi maisha. Vous vivrez la vraie vie après votre mariage. Niliwaambia mbele nianje hii message, nilisema kama nilikiamisha pata kofi ya madamu, kumbe siku naweza na kusema na hivi. Lakini kazi ni mumeona tunara na minui na tuko naitayarisha pamoja. Amen. Tunalikuwa na hatari kidogo ya kanisa. Nilisema tuombee mama. Akombani mkutano mletea programu. Aniakombani. Lakini kama aniakombani vitu vyote vinashindikana. Ikuwe mbiashara. Vous allez le remarquer. Kama unatumika mkuka kete baba. Ukakuta baba na kesha tumboka. Kuna tumboka na vinia bila maana bale halikuendeka. Shida gani kule nyuma. Baada kisi mnapendeza pale. Hamu ya mbika. Hakia hiyo kama Johnny vile mtazamana. Ufike kule frapele mwenyewe anakwenda hata magari za bonde yake. Samu na lunga vina kata. Jumana ilikuwa ya maana sana. Tusitegemee sana babwana. Maana tutoka katika Biblia hata unakuwa na franga za pata gani, Bwana mpatie heshima yake. Sasa tulikuwa kwa kiasi nani kiambo wisdom. Nisemaka nini? Tujifunze mwanamke wa Psalm wa Proverbe 31. Ni mwanamke mwenye anafanya kazi, anafanya biashara. Basi tutasoma tena juu ile sije. Anasemaka alikuwa anavala makuku na leni. Donc à l'époque, ilikuwa sama basé za leo riche. C'était une femme chic. Mais ça ni wakati ya kazi na sala kwa sangapi? Très tôt le matin. Anasema na watoto wake wanamuita nini? Heri. Kwa sababu mke anakosake nini? Chakula. Réussite ya mwanaume, mes jeunes frères qui sont là, inaachana na mwanamke mkaoa kesho. Hapana mwanamke mwenye sana biro, akishinda kutaka kwa PDG wenyewe kwenye kushinda, unakuwa kao. Hauna tena cha kusema. Atakuwa na salary ya kushinda, hauna tena cha kusema. Ndio maana nilipenda leo jeunesse ya kimemi, ninawasi kama Paulo. Tujifunze kufanya nini? Kazi. Tusitegemee mtu. Mpaseno usitekee unakula chakula ambacho ulichangia hata kwa kazi. Ile chakula juu hivi. Usikula kupiga maturu kutoka furu mpaka Japana kisha usiku unakuta sasa chakula iko wapi? Sasa unakula chakula neno yake hakufanyia kazi. Jua vitu unafanya dhambi na utana moto. Tunafatana. Hapa niko naongea na Wakristo wenyewe wamepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mina basibie kale ka imani yako kenyewe ushapata neema ya kupata. Shua huko hapa.
juu niko nasema kale kanema kenye umepata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Huko bakashona bonao wanatokea kule chini na wapandaloza patapata. Banapanda. Kitu chenye pana kitu nikwambie, kale kaimani dada juu ufikake mwisho wa maisha yako na uingie mbinguni. Penda na urudie katika neno la Mungu. Kwa kumaliza, kuna dada alikuwa na talanta nzuri lakini akaolewa na bwana mwenyewe haangaike na talanta. Na kwa wakati yenyewe nasema talanta ilishakazimika. Hivi ninawasihi tusimame na tunaomba kila mtu aombe maisha yake. Ikiwa wewe pokea Yesu Kristo kwa Bwana wa maisha yako, unapoevite kupokea Yesu Kristo, na ikiwa umepokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, umheshimishe kwa kutumika, usiwe na lagalaka kwa watu wote tena sana. Ikawa uko mwanamke mwenye anajua Yesu Kristo, jiombee kila saa, kila siku, uendelee kwa baraka kwa Bwana na watoto wako na belle famille yako, et vice versa.